Machi 22 Jumamosi. Mwaka wa 2025. Hazina katika chombo cha udongo. Wakorintho wa pili 4:7. Lakini tuna hazina hii katika mitungi ya udongo ili kuonyesha kwamba uwezo huu usio na kipimo unatoka kwa Mungu na si kutoka kwetu. Unakuwa na wasiwasi wakati unabanwa sana pande zote. Unapoanguka chini, inaweza kusababisha wasiwasi juu ya maisha yako ya baadaye na kusababisha kufanya makosa zaidi. Ingawa sisi ni kama mitungi ya udongo, tuna hazina ndani yetu, na kwa hiyo Paulo alisema kwamba hatutashindwa kamwe. Mara tu unapothibitisha kitambulisho chako kama mtoto wa Mungu na kujua thamani yako, nguvu za giza zitafungwa. Ingawa unaweza huna nguvu, Mungu ni mwenye uwezo wote, na ingawa unakabiliwa na mateso, hutaachwa. Ni kwa sababu maisha ya Yesu yako ndani yetu, ambayo yanafanana na mitungi ya udongo. Kwa hiyo, mara tu unaposhikilia neno la Mungu na kutambua misheni yako, utamaduni wa giza utafungwa. Kufuata mambo ya kimwili husababisha kushindwa. Wewe ni kiumbe kipya ambaye umeumbwa upya kupitia njia ya wokovu kutoka kwa njia ya uharibifu. Umepatanishwa kwa njia ya Kristo. Je, una hazina ya aina gani? Moja, hazina ya uzima. Ni hazina ya uzima ambayo Mungu wa Utatu hutoa. Mungu aliweka mfano wake ndani yetu na akapulizia pumzi ya uhai ndani yetu. Zaidi ya hayo, alitupa baraka kamili za Edeni kwetu pia. 2. Hazina ya wokovu. Ni hazina ya wokovu ambayo iliahidiwa tangu wakati wa bustani ya Edeni. Huogopi tena shida zinazokuja kwa sababu ya uzao wa mwanamke, sanduku la wokovu, sadaka ya damu, Imanueli na Kristo. 3. Hazina ya mlinzi. Ni hazina ya mlinzi inayookoa ulimwengu. Mungu amekufunulia baptizan, safari na miongozo ambayo itaokoa ulimwengu. Kwa hivyo, unahitaji tu kufikia hitimisho lako katika Kristo. Wewe ni shahidi wa hilo. Paulo, ambaye alijua jambo hilo, alizungumza kwa ujasiri kuhusu ufalme wa Mungu. Katika Mwanzo 18:17 ina rekodi, "Je, nimfiche Abraham ninachokaribia kufanya?" Katika Kutoka 3:18 hadi 20 inasema, "Enendeni jangwani ili kumtolea dhabihu Bwana Mungu wetu. Nitakuwa pamoja nawe kwa mkono wangu wenye nguvu." Yoshua 1:1 hadi 9 inasema, "Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe." Mpango mkuu wa Mungu pia ulikuwa ndani ya matatizo mengi ambayo Daudi alikabiliana nayo, kwani itakuwa hivyo kwako pia. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba unipe changamoto kubwa inayonitia moyo kukabiliana na siku zijazo kwa ujasiri. Katikati ya mateso, machafuko na mateso, naomba nizione hazina. Ninapoona kazi ndani ya Biblia, na iwe wiki ambapo nitapata majibu mapya. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.